إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد. Ahlan wa sahlan wa marhaba watazamaji wa Al-Hidayah Online Channel, tunawaalikeni katika mara nyingine katika darasa yetu tukiwa na Imam Abbas ambaye ni imam wa Masjid Kasarani Total. Ikiwa tunaelekea mwisho wa Ramadhani, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na basi katika darsa yetu ya leo tukiwa na Imam Abbas, tungependelea kuangalia baadhi ya vitu katika mwisho wa Ramadhani. Na basi tunafaa kuangalia ama katika siku ya leo tungependelea Imam atuelezee baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu kuvizingatia katika masiku za mwisho wa Ramadhani. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Tumekaribia kuingia masiku ya mwisho ya mwezi mtukufu Ramadhani. Leo ikiwa ni tarehe 19 ya mwezi mtukufu Ramadhani. Bila shaka kuna lambano kwamba mambo ambayo Waislamu wanafaa kuzingatia katika masiku ya mwisho ya Ramadhani. Katika masiku ya mwisho ya Ramadhani kuna mambo matatu ambayo ni muhimu kabisa Waislamu wanafaa kuzingatia. Kuna jambo la itikaf, kuna kutafuta usiku wa cheo Lailatul Qadri, na pia kuna kutoa zakatul fitri kukaribia Ramadhani siku mbili ama siku moja. Mambo ambayo Waislamu wanafaa kuzingatia katika masiku ya mwisho ya Ramadhani: itikaf, Lailatul Qadr na zakatul fitri. Naam, ni nini maana ya itikaf? Itikafu ni luzumu shay kilugha, yani luzumu shay ni kuazimia jambo, na pia vile na pia na kujifunga sehemu kwa jambo fulani. Hii ni maana ya itikafu kilugha. Ama itikafu kisheria bi maana ni mtu kuazimiana na msikiti kwa ajili ya kufanya toa yake Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo maana ya itikafu. Na ni zipi sharti ya kusihi kwa hii itikafu? Kuna zile sharti ambazo lazima zipatikane ndipo ipate kuswihi itikafu ya mtu. Na kitu ikiwa ni sharti, ikikosekana moja mwa hizo ni kwamba kitakuwa akitosihi, maana akitojuzu, akitokubalika. Katika sharti za kusihi itikafu, ya kwanza al-Islam. Kwanza mtu au ni Muislamu, kwa sababu haiswihi itikafu kwa mtu ambaye ni kafir, ambaye si Muislamu. Sharti ya pili ni al-aql, mtu au na akili zake timamu zimetimia, na haiswihi itikafu kwa mtu ambaye ni mwendawazimu, ni kichaa. Na sharti ya tatu ni atamiz, kupambanua, yani mtu au anajua kupambanua nzuri na mbaya. Na sharti ya nne ya kusihi itikafu ni an-niyya, ipatikane nia. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hakika matendo ni nia. Si lazima wewe unapokaa msikitini lazima wewe una nia. Kwa nini nakaa msikitini? Kwa nini najifunga msikitini? Nia lazima iwe imara, iwe thabiti. Na jambo la tano ni adamu ikosekane kile ambacho kinacholazimika tahara. Bi maana mtu hawezi kuja msikitini kukaa itikafu alakuwa yuko na janaba. Mtu hawezi kukaa msikitini itikafu alakuwa yuko na hedhi. Mtu hawezi kukaa itikafu alakuwa yuko na damu ya nifasi, ile damu ya uzazi. Sasa katika sharti ya tano ya kusihi itikafu ni ikosekane kile ambacho kinachowajibika tahara, ile tahara kubwa, alikuoga mwili mzima. Alafu na sharti ya sita ya itikafu ni kaunuhu bi masjidi,
yaani kuwepo kwake itikafu ama kufanyika kwake itikafu iwe ni msikitini. Na hapa bimaana itikafu haijuzu isipokuwa msikitini. Na pia itikafu inapendeza mtu aswali aikae itikafu ile mahali ambapo kuna msikiti wa Ijumaa, ili aepuke na kutoka nje ya msikiti pasina kuwa na haja. Hakika kama vile mtu pia ataikaa katika msikiti ambao hauna Ijumaa, na Ijumaa ikifika akaenda msikiti mwingine kuswali Ijumaa na kisha arejea katika ule msikiti wake ambao alikuwa ametiania kukaa itikafu, bado hakuna shida, hakuna ubaya. Lakini napendekezo zaidi mtu akikaa itikafu aikae ule msikiti ambao kuna swaliwa ndani yake swala Ijumaa. Hizi ndizo sharti 6 ambazo ni za kusihi itikafu. Jambo la kwanza al-Islam, kwanza mtu au Muislam. Jambo la pili al-aqlu, akili zote zimetimia. Jambo la 3 at-tamyiz, mtu anajua kupambanua nzuri na mbaya. Jambo la 4 ipatikane nia, na jambo la 5 ikosekane kile ambacho kinachowajibikia tohara kubwa, na jambo la 6 kuwepo kwake itikafu ifanyike wapi? Msikitini. Sasa ina maana kwa hiyo itikafu pia kwa upande wa wanadada pia inajuzu. Itikafu ni sunna kwa wakina dada na wanaume, kwa sababu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa akikaa itikafu pia na wake zake pia walikuwa wakikaa itikafu katika msikiti wa Mtume. Na baada ya kuwa Mtume ameaga, pia wale wake zake Mtume wakaendelea kukaa itikafu. Naam, na basi ni vitu gani ambavyo vinaharibu itikafu ya mtu? Wanasema maulama, Mungu awarehemu, wanasema kwamba vinavyoharibu itikafu ni vitu vitatu. Vitu vitatu vinavyoharibu itikafu. Wakasema cha kwanza kinachoharibu itikafu ni al-khuruju min al-masjidi li ghairi haja, kutoka msikitini pasina kuwa na haja, pasina kuwa na dharura. Kutoka nje ya msikiti kama hakuna haja yote ama dharura yote, hii inaharibu itikafu ya mtu. Lakini kuna yale mambo ambayo ni mambo ya kilazima, ya kiwajibu, lazima kuna budi kwa mtu ambaye amekaa itikafu, lazima tu atatoka na aende. Kwa mfano kwenda haja kubwa, sawa, kwenda haja ndogo, kwenda sokoni kununua chakula, kwenda sokoni kununua kadha wa kadha. Haya mambo ni ya lazima. Lazima ule mkaji itikafu lazima atoke na viende vitu. Katika hali kama hii, katika hali ya dharura kama hii hakuna neno kwa yule ambaye amekaa itikafu. Ni jambo la kwanza. Kutoka nje ya msikiti pasina kuwa na dharura inapelekea itikafu ya mtu kuharibika. Jambo la pili linaloharibu itikafu ya mtu ni aljimau, tendo la ndoa. Bimaana haipaswi na haifai kwa mkaaji wa itikafu kuamiana na mke wake, kujamiana na mke wake. Hata Allah amesema kwamba wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, na wala msichanganyikane nao hao wanawake halakuwa nyinyi mmekaa itikafu. Bimaana hapa ni tendo la ndoa linalokusudiwa. Bimaana ule mbaya amekaa itikafu asida akajamiana na mke wake. Jambo hili linaharibu nini? Itikafu. Hata Sheikh Ibn Taymiyyah anasema kwamba hata kama mtu amekaa itikafu, akienda kwake kwa sababu ya haja fulani, akaenda kwake, hafai kujamiana na mke wake, haifai kujamiana na mke wake, bali kufanya tendo la ndoa na mke wake, alakuwa madamu yeye ni mtu ametia nia ya kukaa itikafu. Na jambo la mwisho ambalo linaharibu itikafu ya mtu ni arida, kuritati. Bimaana mtu amekaa msikitini itikafu, ghafla tu mtu akaritati, akausema vibaya Uislamu, akaisema sheria ya Allah kwa istihza, kwa kejeli, huyo ameritati kutoka katika Uislamu. Hapo itikafu inaharibika ya mtu. Sasa mambo matatu ambayo yanaharibu itikafu ya mtu kwa mujibu wa maulama. Jambo la kwanza, kutoka msikitini pasina kuwa na dharura ama haja. Jambo la pili, kufanya tendo la ndoa, na jambo la tatu kuritati. Hadi mambo ambayo yanaharibu itikafu ya mtu. Na je, itikafu inaswihi tu katika ndani wa mwezi mtukufu wa Ramadhani au nje? Na pia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, je,
inajuzu tu katika hii 10 la mwisho, ama mtu anaweza kuingia pindi ambapo Ramadhani inaingia na yeye pia aingie katika itikafu? Itikafu inajuzu wakati wowote ndani ya Ramadhani hata nje ya Ramadhani, lakini imekaziwa sana katika masiku ya mwisho ya Ramadhani. Ndipo Mtume salama ikifika siku ya mwisho ya Ramadhani alikuwa akiwahama wake zake. Masiku ya mwisho ya Ramadhani anakaa msikitini mpaka usiku wa Idi, ndipo anatoka na kwenda nyumbani kwa ajili ya kujiandaa na siku ya Idi. Kwa sasa itikafu ni ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, inaswihi, inakubalika, lakini imekaziwa sana katika masiku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na je, inaswihi itikafu bila saumu? Ndiyo, itikafu inajuzu pasina kuwa na somo. Kwa maana mtu hata nje ya Ramadhani, mtu hata kama hajafunga anaweza kusema mimi naingia msikitini kwa muda wa masaa kadhaa, akanuia kukaa msikitini kwa kusoma Qur'ani, kwa kufanya dhikri, kwa kuleta dua, kwa kuswali, sawa, kwa kujifunza mambo ya dini. Hii yote inakubalika, bi maana inaswihi itikafu pasina kuwa na somo. Bi maana hata kama mtu akufunga akinuia itikafu ni sawa, inajuzu, inakubalika kwake. Naam, Ustadhi, umeeleza kwa kina na shukrani kwa kutuelezea maana ya itikafu na vitu ambavyo vinaswihi katika itikafu na vile ambavyo tukivifanya tukiwa ndani ya itikafu vitatuharibu. Naam, na tukiendelea kumaliza, Ustadhi, ningependelea usihi wa Islamu kuhusiana na Ramadhani. Ramadhani ilibisha na tena tunaona inaondoka kwa kasi. Usia gani unaweza kutupea kama Waislamu ambayo pengine tunaweza kuifanya tuimarishe Ramadhani yetu iishe kwa uzuri? Maana pengine wengine tumeanza Ramadhani kisha ikaenda ya haraka na kisha tena inaisha ya haraka. Kwa hizi masiku chache, Ustadhi, naomba uhusie Waislamu ni kipi ambacho wanatakikana wafanye ndiposa Ramadhani yao ikuwe kamili na Allah haridhike na funga yao. Masiku ya mwisho ndio masiku ya kujitahidi zaidi kuna ibada yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume alikuwa akifika masiku ya mwisho wa Ramadhani alikuwa jadda wa shadda mizarau. Alikuwa bi maana akijitahidi na kukaza sana kikao chake. Hii ni kinaya imetumika, bi maana ndio wanazidisha ibada zaidi masiku ya mwisho ya Ramadhani. Hivyo basi sasa masiku ya mwisho ndio masiku ya kujitahidi sana na kuzidisha ibada sana, na mtu asije akachoka, kwa sababu mwisho ndio unatazama. Mtume anasema innamal ibratu bil khawatim, hakika mazingatio ni mwisho. Innamal a'malu bil khawatim, hakika matendo yanaangaliwa mwisho. Hivyo basi mwisho ndio unaozingatia, watu wafanye juhudi zaidi, na ndio katika Mungu sasa anaangalia waja wake kwa jicho la huruma zaidi. Kwa sasa watu wasichoke, waendeleze mpaka mwisho wa Ramadhani. Na pia yale ambayo ni ya wajibu katika Ramadhani, hasa zakatul fitri, watu pia wajitahidi kuishughulikia jambo la zakatul fitri, kwa sababu ni wajibu kwa kila Muislamu, mwanamume, mwanamke, mkubwa, mdogo, mtumwa na aliye huru. Maana hii zakatul fitri haikumwacha mtu. Tunaona Mtume aligusia nyanja zote. Hata Uthman ibn Affan alitolea mimba alitolea zakatul fitri. Sasa kwa hiyo sasa wale wanasema kwamba inapendeza kutolea mimba zakatul fitri, inapendeza, lakini wale ambao ni wajibu kutolea zakatul fitri ni mtu ambaye tayari, hata kama ni mtoto amezaliwa leo, akizaliwa leo mtoto, inawajibikia mtolee zakatul fitri. Sasa hili pia ni jambo ambalo wazingatie watu mwishoni Ramadhani, kuna kwa majaliwa wawajibike kuna kwa jambo la zakatul fitri, kwa sababu ni wajibu na kwenda kutoharisha somo zetu. Lengo haswa ni kumtoharisha mfungaji na yale mambo machafu na ya upuuzi aliyafanya akiwa amefunga. Umeona? Na pia hiyo pia ni chakula cha maskini mafukara. Siku ya Idi isionekane wako mitaani wakiradaranda wakitafuta ni wapi watapata mlo wa Idi. Ala hali Mungu atuwakubalie ibada zetu zote, amali zetu zote, atupe mazuri na baraka za mwezi mtukufu Ramadhani. Amin, jazakallahu khaira ustad. Naam, kwa Waislamu tunawakumbusheni tu kuwa Ramadhani inaelekea mwisho. Kama
haukuwa umejitahidi, jitahidi namna ambavyo ustadha amesema ya kuwa amali hutazamwa mwishoni. Naelekea mwisho wa Ramadhani, jitahidi, ingia katika itikafu, fanya ibada zako, amka na usiku, omba Allah subhanahu wa ta'ala, na basi mwisho yako huenda ikakuwa nzuri kushinda mwanzo wako. Na kwa hayo machache tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha tukakuwa na afya, na basi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie saumu zetu na atukubalie dua zetu ndani ya saumu, atukubalie yale mema ambayo tumeyafanya katika Ramadhani. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.